Amina. Tukasome kile kitabu chetu cha Isaya 30 mstari ule wa 15, lakini tutaanza kidogo katika mstari wa 5. Basi kwa ajili ya hayo Mtakatifu Isaya asema hivi: kwa sababu mwalidharau neno hili na kutumaini jeuri na ukaidi na kuyategemeza hayo, basi uovu huu utakuwa kwenu kama mahali palipobomoka, palipo tayari kuanguka, patoke katika ukuta mrefu, ambapo kuvunjika kwake kuja ghafla kwa mara moja. Naye atapovunja kama chombo cha mfinyanzi kivunjwavyo, kikivunjika asiache ukivunja, hata kikipatikana katika vipande vyote, kigae kitakachotwaa moto jikoni au kuteka maji kisimani. Kwa maana Bwana Mungu Mtakatifu wa Israeli hasema hivi: kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa, nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na katika kutumaini, lakini mkinikubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi yangu iko hapa ni mstari wa 15. Kwa maana Bwana Mungu Mtakatifu wa Israeli asema hivi: kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa, nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini, lakini mkinikubali. Haleluya. Kwa maana Bwana Mungu Mtakatifu wa Israeli hasema hivi: kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa, nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini, lakini mkinikubali. Tunaona hapa hili neno Isaya 30 mstari wa 15. Kwa maana Bwana Mungu Mtakatifu anasema nguvu zetu, anasema hivi: kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa, nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini, lakini mkinikubali. Kwa kumbe Mungu anasema hapa nasi siku ya leo, tukitulia, tukitumaini na tukimkubali atarejesha. Haleluya. Tukitulia, tukimtumaini na tukikubali, Mungu anaenda kurejesha. Haleluya, watu wa Mungu. Mungu anarejesha. Anasema nguvu zenu zitakuwa katika kutulia. Kwa kumbe katika hali ya kutulia kwenye madhabahu, katika hali ya kutulia, katika hali ya kumtafakari Mungu ndipo anaporejesha vitu. Mungu ndipo anapozungumza na mtu. Mungu ndipo anapoongeza utukufu wake juu ya mtu. Haleluya. Kwa sababu gani? Tumekubali kutulia. Watu wengi tunakosa kupokea neema ya mbingu kwa sababu ya kutokuwa watulivu. Utulivu wa roho na utulivu wa mwili. Haleluya. Utulivu uko aina mbili. Tunatakiwa tutulie rohoni, lakini pia tutulie mwilini. Katika hali ya rohoni, tukiendelea kumsubiria Mungu, tukiendelea kumtumainia Mungu, anasema hapa kwamba mkitumaini. Kwa kumbe katika kusubiri kwetu, tukiendelea kuwa na tumaini kwamba Mungu anaenda kurejesha. Mungu anaenda kurejesha afya zilizopotea katikati yetu. Mungu anaenda kurejesha uchumi wa watu ambao umepotea. Mungu anaenda kurejesha amani za watu ambazo zimekuwa zimeharibiwa. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Lakini kwa sababu gani? Tukikubali kutulia. Tukikubali kumkubali yeye Kristo. Katika hii kutulia, si tu kutulia kwamba umetulia pasipo kumtafakari Mungu, hapana. Mawazo yako, moyo wako ukiendelea kumtafakari yeye. Haleluya. Tukiendelea kuwa tunasogea kila siku kwenye madhabahu katika njia ya kutulia, Mungu anaenda kutujirudishia. Mungu anaenda kutuonekania. Mungu anaenda kurejesha. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya. Tutulie. Tuweni watu watulivu mbele za Bwana. Tuweni watu ambao tunatulia kwenye madhabahu moja, tukisubiri chakula pale cha kiroho tukipewa, lakini pia licha kuwa tunalishwa kiroho na kukua kiroho, tukiendelea kusubiri vile ambavyo Baba ameahidi kuvirejesha kwetu. Tukiendelea kusubiri ile nguvu, anasema kwamba katika nguvu hii, katika kutulia kuna nguvu. Kwa kumbe katika kutulia kwangu ninapokea nguvu, si tu nguvu ya kuinuliwa kiroho, hapana, nguvu pia hata ya kimwili. Mungu anarejesha mafanikio yetu. Mungu anainua uchumi. Mungu anainua afya. Haleluya. Lakini pia
cha nguvu. Lakini hizo nguvu utazipataje, mtu wa Mungu, kama haujapata sehemu ya kutulia, kama haujakubali kutulia? Anasema lakini mtakapo nikubali. Kumbe tunapaswa kumheshimu Bwana kwa mali zetu, kwa malimbuko ya mazao yetu, ya mashamba yetu, ya mifugo yetu, ya kazi zetu. Katika hali hiyo tukiendelea kutulia na tukaendelea kumheshimu Bwana kwa njia ya matoleo, tukaendelea kumheshimu Bwana kwa njia ya sadaka, tutaendelea kumuona Mungu akifanya vitu vikubwa na vya ajabu sana. Tutaendelea kumuona Mungu akituvusha kwa neema ya tofauti mno. Tutaendelea kumuona Mungu akitenda vitu ambavyo kwa akili za kibinadamu hatutoweza na wala hatukai tukaweza. Haleluya. Kwa sababu gani? Umekubali kwanza kumkubali yeye. Kumkubali. Katika hali ya kumkubali, ukakubali kutulia katika eneo moja. Lakini pia haukusema hapana, mimi hapana, hivi kwangu hapana. Mungu aliyekupa mali bado ukasema Baba umenipa nami ninarejesha kwako. Haleluya. Kwa kumbe katika ile hali ya wewe kurejesha, Mungu anaenda kutenda kitu. Mungu anafanya kitu. Amen, watu wa Mungu. Tuwe ni watu wenye kutulia mbele za Bwana. Tuwe ni watu wenye kusubiri mbele za Bwana. Tuwe ni watu wenye subira na sara saa zote na nyakati zote. Saa zote tuwe ni watu wenye kusubiri. Saa zote tuwe ni watu wenye kuwa na maombi, wenye kuwa na sara na nyetu. Tukiendelea kukaa madhabahuni, tukiendelea kumwabudu Mungu, tukiendelea kumsifu Mungu, tukiendelea kumuomba Mungu katika hali ya kutulia, katika hali ya kukaa eneo moja. Tusiwe watu wa kutangatanga, tusiwe watu wa kuzunguka. Haleluya. Haleluya kanisa. Amina. Karibu praise, tukamwabudu Mungu mahali hapa. Tukamwambie Baba tupe neema ya kwenda kutulia mbele zake. Sisi kwa akili zetu na kwa nguvu zetu hatuwezi. Lakini siku ya leo tumesikia sauti yake, tumesikia neno lake akituambia, akituonya, yatupasa tutulie mbele zake. Yatupasa tuwe na eneo moja la kwenda kutulia mbele zake. Na tumekubali na kuitii sauti yake, na kutii maagizo yake, na kutii sheria zake. Na tumekubali kutii, na tumekubali kutulia, na tumekubali kukaa eneo moja ili tukaone mkono wa Mungu, tukaone neema ya Mungu ikiambatana na sisi, ikitufunika juu yetu, ikitembea juu ya maisha yetu, ikitembea juu ya familia zetu. Mahali ulipo, inua mikono yako, tunakwenda kumwabudu Mungu asubuhi ya leo. Mwambie Baba, simama mwenyewe. Tunakuabudu Yesu.
tukihitaji neema inayotoka kwako, tukihitaji neema inayotoka kwako, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, fungua macho yetu, fungua masikio yetu, tupate kusikia. Bwana Yesu, tufungue siku ya leo, tufungue jioni ya leo, mchana wa leo. Bwana, sikia sauti yako ikinena ndani yetu, ikisema ndani yetu, ikizungumza ndani yetu. Baba yangu, Mungu wangu, hakuna Mungu mwingine ninayemtumainia, ninayemtegemea ila ni wewe Bwana. Ninayekutumainia, ninaliinua jina lako, nalibariki jina lako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, dhihirisha uweza wako, dhihirisha nguvu yako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba wa mbinguni, Baba wa utukufu, kwa njia ya damu tumekombolewa, kwa njia ya damu tumefunguliwa, kwa njia ya damu tumeinuliwa, kwa njia ya damu tumepokea baraka, kwa njia ya damu tumesamehewa. Baba yangu, ninaita damu yako, damu ya agano, damu ya agano inene mema juu ya maisha yangu, inene mema juu ya akili yangu na watoto wangu na familia yangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba yangu na Mungu wangu, ile damu ya msalaba, damu ya Kalvari isimame juu yangu, itetee maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nyosha mikono yako. Orabushitiribu. Unaweza, hakuna Baba, unaweza. Baba yangu, unaweza, hakuna kama wewe, unaweza, haleluya, unaweza, hakuna kama Baba, unaweza, Baba, unaweza. Nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Baba. Nalifurahi waliponiambia niende nyumbani mwa Baba. Nalifurahi waliponiambia na niende nyumbani mwa Baba. Nalifurahia waliponiambia na niende nyumbani mwa Baba. Daudi alikuwa anateseka, haleluya, akawa anaumia sana. Mmoja akamwambia, hapana, usilie, haleluya, kuna mahali nitakupeleka nyumbani mwa Baba, haleluya. Anasema nilipoambiwa hivyo, roho yangu ikachangamka, roho yangu ikachangamka, roho yangu ikavutiwa, haleluya. Wewe ujaja mahali hapa bure, kuna furaha utaipokea jioni ya leo, haleluya, haleluya. Wangapi wako tayari kufurahi?
sana. Sema amina ya haraka sana. Kuna furaha inakuja kwako. Nasema furaha inakuja kwako. Furaha inaingia kwenye nyumba yako. Furaha inaingia kwenye nyumba yako. Bwana Yesu amenituma kutangaza furaha kwenye nyumba yako. Pokea amani kwa jina la Yesu. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Aya, bora usingeingia kanisani kabisa. Nasema uko tayari? Nani yuko tayari? Ukiona mwenzia changamki ni mchawi huyo, mtoe nje. Haleluya. Nasema pokea furaha wewe, pokea furaha. Pokea furaha, pokea furaha, pokea furaha ingie ndani yako. Mwambie jirani yako walikuumiza mwaka jana. Mwambie walikuumiza mwaka jana. Ila mwaka huu ni mwaka wa kufurahi. Mwambie haraka sana. Ukiona asemi ndo mchawi mwenyewe huyo, mwambie wewe ndo mchawi nini? Mwambie ni mwaka wako wa kufurahi. Yuko 25 au uko 26? Sasa anachangamka huyo. Mbona amina itoki? Muulize jirani yako, nini kimekukumba mwenzangu? Muulize, umepigwa na bomu la mwaka 2025? Kama hajapigwa bomu, mchangamshe, mwambie changamka haraka sana. Mwambie changamka kabla hajakuchangamsha. Furaha ingie kwenye nyumba yako kuanzia leo. Huu ni unabii wa mwanzo wa Jumapili ya kwanza ya mwaka. Nasema furaha ingie kwenye maisha yako. Wako wapi watoto wa upanga wa moto? Wako wapi watoto wa upanga wa moto mahali hapa? Nasema furaha, 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 furaha. Nasema furaha inaingia kwako. Furaha inaingia kwako. Kila nikikaa nikiangalia hivi naona watu wanacheka. Nikiangalia kushoto watu wanafurahia. Nikiangalia kushoto kwangu tena watu wanaburudika. Watu wanacheza muziki. Makaraba sokoto. Haleluya. Furaha inakuja. Nikiangalia mwezi wa 6 naona watu wanatekelea. Naona watu wanatekelea mwezi wa 6. Mwezi wa 6, mwanzo unapoanza mwezi ule, naona watu wanatekelea. Naona msiba uliopangwa mwezi wa 3 kwenye familia yako, naona unatoweka. Unatoweka. Amina, unatoweka. Amen. Unatoweka. Amen. Unatoweka. Amen. Unatoweka. Rabuka. Waliopanga upe mwaka huu watakufa wao. Watapigwa wao kwa jina. Wapigwe kwa jina la Yesu. Nani aseme amina hapa jamani? Amina. Nani aseme amina hapa? Amina. Hali. Haleluya. Mwambie jirani yako, mwambie jirani. Mwambie jirani. Kuna watu wananiwinda. Tena walianza kunitafuta miaka mingi. Ila mwaka huu wataaibika na wataona cha moto. Maana Yesu wangu ameinuka. Wasai hana mchezo na wao. Mwambie jirani yako, mwambie jirani. Aibu inakuja kwa adui zangu. Wataaibika live. Usai kufurahi wewe. Nimesema wingu la kinabii limefunguka hapa. Sijui kama nitahubiri hapa. Ninaona Mungu anataka kuongea na watu. Haleluya. Biblia inaniambia kwamba siku moja Mungu alinyamaza kwa Sauli. Sema alinyamaza kwa Sauli. Mungu hakuongea na Sauli aidha kwa ndoto wala kwa nini
wala kwa maono, wala kwa manabii. Haleluya! Lakini Sauli aliamua kwenda kuuliza kwa mapepo ya utambuzi. Kuna mama mmoja alikuwa na mapepo ya utambuzi. Maana ya mapepo ya utambuzi ni roho za mizimu. Akaamua kwenda kuuliza kwake kuhusu kile kinachoendelea wapi kwenye nchi. Biblia inasema alipofika kwa huyo mama akamwambia, nipandishie Samueli. Haleluya! Na ni kweli mama akampandisha Samueli. Samueli akamwambia Sauli, mbona unanitabisha? Kwani hakuna Mungu? Sauli akamwambia, nimeomba vya kutosha, lakini sijasikia sauti. Wewe nikwambie, leo unasikia sauti ya Mungu. Ndio umeomba vya kutosha, lakini leo utaisikia sauti ya Mungu. Nani aseme amina hapa? Amen. Nasema lazima usikie sauti ya Mungu. Amina. Ndio maana nasikia masikio yangu yanafunguka. Mungu kuna jambo ananiongelewesha. Mungu kuna jambo ananisemesha juu yako. Amen. Anasema jambo juu yako. Kuna jambo inazungumza kwenye masikio yangu. Are you ready? Are you ready? Amen. Bado watu wamejishika hapa. Uko tayari? Uko tayari? Amina, amina. Wangapi wako tayari mahali hapa? Nisikia amina yako kama uko tayari. Nisikia amina yako kama uko tayari. Amina. Kama uko tayari nisikia amina yako. Ninaona mama ako na ujauzito. Karabashete. Ninaona mama ako na ujauzito. Ujauzito utampa shida sana. Lakini katika huo ujauzito ninaona roho ya mauti imeketi kwenye huo ujauzito. Roho Mtakatifu ananiambia omba kwa haraka juu ya huyo mama. Sema ninakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Huyo mama anaambiwa utafanyiwa operation. Lakini leo nafuta kwa jina la Yesu hiyo roho. Amen. Are you ready? Amen. Are you ready? Yeah. Uko tayari? Niko tayari. Uko tayari? Niko tayari. Uko tayari? Niko tayari. Sema wewe roho ya mauti. Wewe roho ya mauti. Unaenda maisha yangu. Unaenda maisha yangu. Ninakuondoa juu yako. Nakuondoa juu yako. Ninaenda familia yangu. Sema ninakataa. Nakataa. Roho ya mauti. Roho ya mauti. Ninakataa. Nakataa. Ninaambiwa madaktari wamemwambia una tatizo juu ya huyo mtoto, juu ya huyo ujauzito, lakini nataka nikwambie kama Bwana aishivyo, hayo matatizo unapotoka hapo yatakuwa yamekwisha. Yatakuwa yamekwisha. Yatakuwa yamekwisha. Yatakuwa yamekwisha. Hiyo roho ya mauti iko kwenye tumbo lako. Hautakufa wewe wala mtoto. Hautakufa wewe wala mtoto. Natangaza maisha juu yako na mtoto. Hebu nyosha mikono yako, sema Baba, ninakataa mauti. Ibilisi atafute pakwe. Yuko hapa yuko hapa. Yuko hapa. Ninaona tumbo limepandikizwa roho ya mauti. Roho ya mauti. Roho ya mauti. Sio tu ulimwengu wa damu na nyama. Ulimwengu wa roho na ulimwengu wa damu na nyama. Hii roho imeenea. Hii ni neno la kinabii. Huu ni upako mwingine. This is another level of prophecy. Hii ni kiwango kingine kabisa cha unabii. Nataka nifute hiyo roho ya mauti kwa jina la Yesu. Nataka ifute roho ya mauti kwa jina la Yesu.
nataka nipindue kila mpango wa giza wa kufanya operation juu ya mama. Korose abradi karapasiti ibada. Nyosha mikono yako. Jesus, popote alipo huyu mama atasikia kuna nguvu kwenye tumbo lake. Jesus, operation inaanza sahihi. Naona malaika wakitamalaki, wale malaika waliobeba uponyaji wanashughulika na tumbo la huyu mama. Oh Jesus, Jesus, nyosha mikono. Ninaona wingu la kinabii. I can see that. Naona wingu la kinabii, wingu kabisa la kinabii. The crowds of prophets. Let's say Baladosh, Baladosh, Ebradosh. Yes, kuna nguvu inatembea kwa huyu mama. Ndio, 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 ndio. Yes, lazima jifungue salama, lazima jifungue salama, lazima jifungue salama, lazima jifungue salama. Ndio, ndio. Lina la riku kawaida. Hii hali sio ya kawaida, sio hali ya kawaida. Roho Mtakatifu anashughulika na hili sahihi, sahihi, sahihi. Jesus, asante Yesu, katika jina la Yesu. Imekuwa, 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 imekuwa. Ushindi uko juu ya huyo mama tayari, tayari ushindi uko juu yake, uko juu yake. Mpigie Yesu makofi, mshangilie Bwana Yesu. Atakuja na ushuhuda mahali hapa. Makofi yake yatosha. Haya ni makofi ya watu wenye njaa. Ongeza makofi yako kwa Bwana Yesu. Haleluya. Mwambie jirani yako, leo ni siku ya unabii. Mwambie tena, mwambie tena, mwambie tena. Haleluya, haleluya. Pigia Yesu makofi. Kitabu kile cha Mambo, kitabu kile cha Samueli, sura ile ya kwanza mstari ule Samueli wa kwanza sura ya 28 mstari wa 3. Biblia inasema, basi Samueli alikuwa amefariki dunia na Israeli wote walikuwa
walikuwa wamemwombolezea na kumzika huko Rama ndani ya mji wake mwenyewe. Tena Sauli alikuwa amewaondolea mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Ongeza makofi kwa Bwana. Tafadhali, umepata hiyo Samueli? Kama una Biblia umepata 28? Nataka twende wote. Nina dakika nusu saa ya kuhubiri. Haleluya. Nina nusu saa ya kusema na wewe. Haleluya. Mstari ule wa 3, chapter 21 verse 3, anasema Samueli alikuwa amekufa. Kumbuka Samueli alikuwa ni nabii, lakini Sauli alikuwa ni mfalme. Haleluya. Sauli akiwa mfalme aliwaua watambuzi, yani wenye roho za familia. Bwana asiwe. Wenye roho za nini? Za familia. Akawaua wote, iwe ni mganga, iwe ni mchawi, iwe ni chochote, aliwaua. Sasa mambo yakamwendea vibaya. Mstari wa ngapi? Mstari wa ngapi? Nao Wafilisti wakakusanyika kinyume cha nani? Wakakusanyika wakaenda kufanya kambi huko Shenemu. Naye Sauli akawakusanya Waisraeli wote, nao wakapiga hema huko Gilboa. Basi walipowaona hao wanajeshi wa Filisti, huyo Sauli akaogopa. Sema akaogopa. Rudia tena. Sema tena. Akafanyaje? Akaogopa. Nani sasa? Sauli ambaye ni nani? Ni mfalme. Hivyo akafanyaje? Na moyo wake ukatetemeka sana. Mstari wa 6. Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana hakumjibu wala kwa ndoto, wala kwa Urimu, wala kwa manabii. Kama niuliza, nabii, Urimu ni kitu gani? Sema tena, Urimu. Tayari ninajua, nilijua kwamba utasema Urimu. Nimesema Urimu. Sema tena. Sema Urimu. Sio Urimu, Urimu. Urimu vilikuwa ni vijiwe vidogo vilivyodesainiwa kuwekwa kwenye vazi la makuhani. Ni kama mawe fulani, lakini sio dhahabu. Lakini yamepangwa, yani kwa mfano hii imepangwa huku ulembo. Okay, sawa. Au emani mwa Bwana kuuliza kwa habari ya nani? Ule Urimu walikuwa utoi ishara. It means Mungu amenyamaza kimya. Mfalme anauliza kwa habari ya vita, kwa habari ya hali anayopitia, kwa habari ya situation aliyonayo, lakini Mungu amefanya, amenyamaza kwa ndoto na kwa nini, na manabii hawasemi kwa habari ya hiyo hali. Wala hakuna ishara, wala hakuna mganga aliyeinuka kumwambia mfalme, hapa uwezi. Halo? Kumbuka, nataka nikwambie, taifa likikosa manabii limekufa. Baada hawajanielewa. Taifa au familia inapokosa nabii imeangamia. Lazima awepo mtu wa kuona mambo ya mbali, mambo yanaweza kutokea baadaye. Anaweza kuona matatizo, kwamba hii tatizo limekupata kwa sababu ya 1, 2, 3. Sauli alitafuta wala akupata. Mungu alinyamaza. Nataka nikuulize swali. Je, Mungu amekunyamazia? Uoti tena ndoto? Ushawahi kusikia mtu anakuambia mimi siotaki ndoto? It means Mungu amekunyamazia. Kama Mungu amenyamaza kwa ndoto, basi anaweza kunyamaza hata ukaenda kwa
wasikuambie chochote, wakabaki wanakudanganya. Baada hujanielewa. Unaweza ukaenda kwa manabii wakakudanganya, wakakwambia ninaona, lakini sio sahihi. Ukabaki hapo hapo unatesekea hapo hapo. Kuna mtu aseme amina? Kuna mtu aseme amina? Ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi nipate kumwendea na kuuliza kwake. Nataka nikuulize swali, nani wao wa kumwendea? Hata waganga wenyewe sahihi wamepofushwa macho. Hata ukienda kwa waganga wakusaidii chochote. Nitakwambia baada ya Sauli kwenda kwa mganga, nini kilitokea? Je, alipata msaada? Jibu hapana. Msaada peke yake unaweza kuupata huko kwa Bwana Yesu. Anasema nitafutie nani? Nitafutie nani? Mbona usemi tena? Nitafutie nini? Mwenye nini? Mwenye mapepo, ili nipate kuuliza kwake. Sasa je, anaenda kumuuliza Mungu? Jibu hapana. Anaenda kuuliza mapepo. Sikiliza sasa. Sikiliza kwa makini. Nitafuteni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi nipate kumwendea na kuuliza kwake. Watumishi wake wakamwambia, tazama yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi huko Endori. Basi Sauli akajigeuza, yani akavaa kama mwanamke, akabadilisha sura yake, akaenda kwa nani? Kwa yule mwanamke. Kwa nini Sauli anabadilisha sasa? Anakamwambia, angalia unajua alivyofanya Sauli, jinsi alivyowakatilia mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Mbona basi wanitegea tanzi uhai wangu ili kuniua? Huyo mwanamke anajibizana na Sauli, lakini anajibizana na Sauli huku atambui kama ni nani? Ni Sauli. Hapa mwanamke alikuwa hana pepo alikuwa hajaja bado. Inabidi sasa pepo lipande. Alo? Sasa kwenda kwa wenye pepo wewe kupandisha pepo. Ndio mimi Kamanzia. Niambie, unasemaje? Nataka nimuue mume wangu. Unataka ufanyeje? Yeye Kamanzia aliuawa na mke wake. Na akafa. Na wewe unataka kwenda kumuua nani? Mmeo. Sema nakataa. Kwa jina la Yesu. Anasema nipandishie yule nitafanyaje? Naye Sauli akamwapia kwa nani? Kwa Bwana. Akasema, aishivyo Bwana, haitakupata adhabu yoyote kwa jambo hili. Ndipo yule mwanamke aliposema, je, ni nani nitakaye kupandishia? Naye akasema, nipandishie Samueli. Kumbuka Samueli alikuwa amemaliza siku amekufa. Si unanielewa? Sijui unanipata? Samueli amekufa, lakini Sauli anaenda kwa mwanamke huyu mwenye mapepo ili Samueli aongee ndani ya nani? Ya mwanamke. Maana kupandisha it means ni Samueli aongee ndani ya nani? Kwa sababu huyu mwanamke amewekwa wakfu kwa ajili ya kuongea badala ya nini? Ya mizimu, ya watu waliokufa. Unapoona mganga anapandisha mapepo, it means amewekwa pale kwa ajili ya kuongea kwa niaba ya waliofanyaje? Waliokufa. Waliokufa, lakini waliokuwa na nguvu. Anasema, ndipo yule mwanamke aliposema, je, ni nani nitakaye kupandisha? Naye akasema, nipandishie Samueli. Hata yule mwanamke alipomuona Samueli, sema alilia. Kwa nini? Kwa sauti kuu. Oh Jesus, nini kilimliza huyu mwanamke? Kwa hiyo tuendelee. Na yule mwanamke akamwambia Sauli, akasema, mbona ulinidanganya? Sema fire.
Sema tena. Baada ya huyu mwanamke kupandisha mapepo, ile pepo ndo likatambua kwamba huyu uliye naye hapa sio mtu wa kawaida, ndo mfalme mwenyewe anayeuaga. Nani aseme amina hapa? Mwanzo alikuwa hajatambua kwa sababu hajapandisha nini? Mapepo. Lakini alipopandisha mapepo akajua hapa nimeketi na nani? Na mfalme. Mapepo ya utambuzi yanaweza kugundua kila kitu. Huwezi kuyadanganya, huwezi kusema uongo, huwezi kuliambia uongo. Akamwambia, mbona umedanganya? Kwa kuwa wewe ndiye Sauli. Hakujitambulisha, lakini mapepo yanajua huyu ni nani. Ni Sauli, amekudanganya. Kitu cha kwanza, yule mama, mapepo hayakuanza kumtambua nani? Samueli. Yalianza kugundua na huyu aliyeko hapa, kumtafuta na yalitafuta mpaka na huyu aliyekaa hapa ni nani? Who is he? Nini kiliendelea? Mfalme akamwambia usiogope. Sema usiogope. Mfalme huyu akamwambia usiogope. Waona nini? Mwamini nako waona nini? Kumbe waonaji wanahitajika kwako. Ni wazuri ukiwapata. Nasema ni wazuri ukiwapata. Hata makofi upige kabisa. Anamuuliza, huyu ni mfalme. Ni mfalme lakini hafanyi. Haoni yeye, anahitaji watu wa kuona kwa niaba yake. Maana Samueli aliyekuwa anamuonea amefanyeje? Amekufa. John aliyekuwa anakutabiria hayupo tena, na umehama kwake. Sasa hivi uko wapi? Unaenda kwa mganga. Anamwambia basi nionee. Okay. Akamwambia hivi. Je, anasema mfalme akamwambia usiogope, waona nini? Yule mwanamke akamwambia Sauli, naona Mungu. Umeiona hiyo Mungu? Umeiona hiyo Mungu? Sio Mungu huyo aliyeziumba mbingu na nchi, ni miungu. It means ni mzimu wa Samueli. Anasema naona mzimu. Halo? Amina. Naona nani? Mzimu wa nani? Wa Samueli. Umepata hapo? Anasema Mungu, it means ni miungu. Halo? Akasema naona nini? Mungu. Amefanyaje sasa? Anatoka katika nchi. Anatoka katika. Je, Mungu anatoka katika nchi? It means ule mzimu ulizuka kutoka kwenye ardhi. Maana wanaokufa wanaingia kwenye nini? Kwenye ardhi. Anasema ninaona Mungu akitoka kwenye nchi, kwenye ardhi. Akiwa na nini? Angalia, wewe utakaye kufa utaona cha moto. Mwambie hapo utaona cha moto. Ona huo mzimu wa nani? Samueli. Una nini? Angalia anachokiongea. Una nini? Anasema una nini? Una nini huo mzimu? Amefunikwa vazi. Anasema amefunikwa nini? Vazi. Vazi gani? Vazi gani? Anasema vazi gani? Jamani, amefunikwa vazi. Basi Sauli akatambua ya kwamba akamjibu. No. Yule mwanamke akamwambia ninaona Mungu anatoka katika nchi. Naye akamuuliza ni mfano wa nini? Mwambie zako ukifa utafanana na nani? Labda ni mfano wa ndege. Ya fanana na simba. Ni mfano wa nini? Akajibu ni mzee. Anazuka. Yaani ukienda kwenye Biblia ya Kiingereza, kuzuka it means anakuja na nguvu. Ana nguvu. Kiasi kwamba alipozuka huyu mama alipomuona kwenye yale maono, akaogopa. Akasema ninatambuaga mizimu yote lakini sio mzimu huu. Huu mzimu una nguvu kuliko mizimu mingine yoyote. Halo? Wananielewa? Wanachokiabudu ndugu zako kule sio kafikiri wanaabudu uongo. Mizimu ipo. Na inawatokea watu.
na inaua. Anasema anafanyaje? Sema anazuka. Sema tena. Anazuka. Basi Sauli akatambua ya kwamba ndiye nani? Ndiyo nani? Alafu huyu Samueli, mizimu yote inakujaga ikiwa uchi, lakini Samueli amefunikwa nini? Vazi. Amevalishwa vazi. Na wewe ukavae vazi kwa jina la Yesu. Hata ukifa Mungu akupe vazi la kuvaa. Haleluya. Anasema basi Sauli akatambua ya kwamba ndiye Samueli mwenyewe, akainama uso wake. Awanisikia hawa? Akainama uso wake mpaka wapi? Mpaka nchi, akasujudu. Anasujudia nini? Mzimu wa nani? Wa Samueli. Watu wanielewa? Wewe unaanza kusujudia mzimu wa baba yako. Je, unakuwa na nini? Una nguvu gani? Angalia, si kwamba Yona, ila baada ya yule mwanamke kumwambia jinsi huyo alivyo, akasema ni yeye. Huyo akasujudu chini. Nini alikiongea? Sikiliza. Ndipo Samueli akamwambia, Sauli, ina maana njoo. Huyu mchungaji anaongea ndani ya nani? Hawajanielewa. Wamenielewa? Nimesema mchungaji anaongea ndani ya mwasi. Anapoongea ndani ya mwasi, hao wote wanashangaa. Inakuwaje mchungaji na sauti yake kila kitu anaongea ndani ya nani? Ya mwasi. Hii vitu vinatokea hapa wewe uliyelala. Kuna saa mapepe ya kipando unabadilisha sauti, unaongea sauti ya baba yako. It means sasa tupambane na wewe, tunapambana yule baba yako. Tunapambana yule babu yako. Mengine nakusikia na uniuliza, umetuita kufanya nini hapa? Amina. Kwa nini umetuita? Sisi tunataka 1, 2, 3. Hivi unanisikia? Na kuuliza sasa, unanisikia? Huyu anaongea baada ya mimi kumwambia nipandishie nani? Mchungaji anakuja anavaa. Mimi nasujudu. Namwambia mchungaji, sasa ninyi hamjakutana naye, nenda Uayani utavikuta. Huko Bukoba huko utavikuta. Siku ya msiba, yule aliyekufa huwa anatafuta mtu wa kupanda kwake kuongea. Anaanza kuongea yote na kuacha usia. Hivi mnanielewa? Anaacha nini? Usia. Kama kuna mtu aliambiwa kwamba wewe ni kifo sije, yeye anapanda. Anakuambia wewe fulani, kwa nini umekuja kwenye msiba wangu wakati nilikuzuia sisi? Toka. Kwa hiyo wanamchukua yule mtu wanamtoa ili kuwe salama. Sababu kama hajatoka hapa panachimbika hapo ndani. Mapepe ya nini? Ya utambuzi. Kwenye Kiingereza wanasema ni spirit, mizimu ya nini? Ya ukoo. Hii ndio inatesa watu. Baada ya Samueli kupanda ndani ya nani? Ya yule mwanamke, Biblia inaniambia Samueli akamwambia umekosea sana. It means Samueli akufurahia kupanda ndani ya mwanamke. Hivi mnanielewa? Hivi mnanielewa? Akasema umekosea sana. Mungu atakupa adhabu kwa sababu tayari ulilichana vazi, uliulaua ufalme, ukauondoa. Sasa hivi kwa nini unamtafuta nani? Mungu. Mwambie Mungu na mizimu hawahusiani. Biblia inasema Mungu akampa adhabu Sauli kwa kitendo alichokifanya
kwenda kuuliza kwa nani? Kwa mizimu. Sikiaga nabii mmoja anakuambia watu mwende mkatembelee makaburi, mkaombe kwenye makaburi. Okay, sawa. Sauli alifanya hivyo. Mwambie na Sauli alifanya hivyo. Akasema nipandishie na Samuel. Ingali kwamba yeye Mungu alikuwa amemweka kuwaua nini? Wenye mapepo ya nini? Yeye mwenyewe anaenda kuwatumia. Yaani wewe umezaliwa na Mungu alafu unaenda kuuliza habari ya Mungu kwa habari ya nini? Yaani habari ya Mungu kwa mapepo. No. Na ikiwa kuna mtu amekupeleka kwa mganga kauliza habari yako, na afe kwa jina la Yesu. Unaona watu wanielewa baada hawajaelewa hawa. Nasema na afe kwa jina la Yesu. Kuna watu mmepelekwa kwa mganga, watu wanawaambia tupandishie Maria. Tupandishie Maria. Maana naona anafanya biashara sana, mpandishe. Mganga anampandisha. Anakupandisha kwa mganga kwenye kilingi cha mganga. Namuona Maria tayari. Unamuonaje? Anasema Maria anataka kukuua. Ndiye atapanda, lakini mganga na uganga wake hawezi kukusaidia. Ndiyo maana yule mwanamke baada ya kutoka kwenye ile hali akakuta mfalme anagaga, anateseka, akamwambia mfalme, naomba unisamehe mimi. Mfalme anajuta. Nikiwa namuuliza Mungu kama namwambia kwa nini unanipa somo la namna hii? Akasema kuna watu wameaganishwa kwenye hizo madhabahu na bado zinawatambua. Akasema umeshasoma? Akasema nilimpa adhabu nani? Sauli, kwa kuliasi neno langu na kwenda kwa nini? Kwa watambuzi. Unamhitaji nabii wewe. Unamhitaji nabii wewe. Nasema unamhitaji nabii. Kama taifa halina nabii, kama familia haina nabii, kama ukoo hauna nabii, labda wakatafute mtambuzi. Nataka nikwambie hata yeyote anayenisikiliza leo akasema kuna manabii, sijui manabii. Ndio, kuna manabii wa uongo, sikatai. Wapo. Sema wapo. Wapo manabii wa uongo. Haya, wewe unayekutaa manabii wa uongo una nini? Mbona kwa waganga unaenda? Mshenzi wewe. Kumbe unawakataa manabii ambao unasema ni wa uongo, japokuwa una uhakika ni wanene wa uongo. Unakubali madhabahu za shetani kuingia kwenye nyumba yako. Ni heri ukubali nabii wa uongo kuliko kwenda kwa waganga. Baada hawajanielewa. Yaani ni heri useme kuanzia leo mimi naenda hata awe wa uongo ili mradi nisikie neno la nani. Lakini wewe na uganga, peleka makalio, peleka miguu, peleka shingo, unatega na shingo. Haya, chanja hivi. Anachanja. Chanja na huku. Vua na kaptula na vua. Vua na sema nakataa kwa jina la Yesu. Madhabahu ya Mungu ni ya Mungu tu siku zote. Mwambie tena Mungu achanganye. Lakini hii hali wanaipitia wengi tunaipitia. Kuna saa inafika, unaona na maombi hayajibiki, unaona na maombi hayaendi, unaona hata kanisani huwezi kwenda, unaona hata sadaka ukitoa hazifanikiwi. Mungu amenyamaza. Mungu akinyamaza, kumbuka majibu yanakaribia kutoka. You need to wait. Unapaswa unyamaze na wewe. Unamwambia hata ukinyamaza Baba, mimi nitakusubiria. I will wait for you here. I will never go anywhere. Sitaenda popote. Nitasubiri hapa. Nitangoja hapa. Mwambie ndio nako nitangoja. Nitangoja. Wewe dakika moja tu umeshakimbia kwa waganga. Amina.
dakika moja. Yani unakuta mtu ni mrembo, yani ni mzuri, lakini ameenda kwa nani? Amekalishwa kwenye kingozi, halafu anafagiwa mpaka mdomo, anafagiwa. Jana urembo wako wote waendage tu wenye sura ngumu. Unaona hii sura bwana, hii inafaa kwenda huko. Lakini hakunaga sura ngumu mbele za Mungu. Wote tuna sura nzuri. Sema mapepo ya utambuzi. Siku moja Paulo wakiwa nashuka kwenda kanisani, wakiwa njiani, sema wakiwa njiani, akaja binti moja akasema, jamaa, njoo, mmewaona watumishi wa Bwana, mmewaona wana wa Mungu. Hao wakasema, yani tunajulikana mpaka huko. Paulo akarudi nyuma, akasema, no, huyu hana roho wa Mungu, hii ni mapepo. Nini? Si unaona mapepo mengi yanakuwa yanaongea, mengine ya kutia makofi yasiongee. Mapepo ya utambuzi. Yani mimi nimemfanya hivi, yani mimi nimemfanya hivi, nimemkoroga, unajua hii ni mapepo ya utambuzi. Mapepo ya utambuzi ndio inaharibu destiny. Mapepo ya utambuzi nikimaanisha mizimu, inaharibu baadaye ya mtu, inaweza kuliangamiza, kulipoteza taifa. Tatizo la kuomba ni la nini? La kuroga ni la kuroga ni la nini? Si la Mungu. Mungu kama amekuumba, basi matatizo yanaanza kuondoka kwako. Unapaswa uamini. Yani pindi unatafuta uzima wa maisha yako, rafiki yako anainuliwa. Yani unateseka, bado unateseka. Sikubali kabisa. Yani kama mimi ndo rafiki yako, unapaswa unisikilize. Anakubeba kwao na makalio yako, naenda kwa mganga. Mganga anakupiga udumba. Siku ya kwanza, ya pili uponi, ya tatu uponi, ya nne uponi, ya saba uponi. Kwani rafiki unamuona tena? Haji anakupigia, unaendeleaje? Mganga mtaalamu umempigia. Yani yeye amekusukumiza huko ukafie mbele. Wengine hapa mnadanganywa mpaka mama zetu. Hata kama ni mama yako, hawezi kuweka uhai ndani yako. Simamia moja. Kijana mmoja akaniambia, akasema, kaka, namwambia mimi nauma miguu ndio, siwezi kutembea ndio, lakini bibi anataka nipeleke kwa mganga. Nimemgomea kata. Akaniambia siwezi kutembea ndio, anataka kunibeba, lakini nagoma, nakataa, mimi sitaki waganga, najua Yesu atanisimamisha. Namwambia, mdogo wangu unasema? Akasema nimemaliza. Alipokataa, bibi yake akamwambia, tutakuacha humu ndani ufie humu, utakaukia humu kama utaki kwenda kwa mganga. Huyu akamwambia, acha nife. Mtoto anayeweka msimamo huu ana miaka 18. Lakini wewe hapo na ukubwa wako mzima huo, macho wameshakomaa na macho umekomaa mpaka macho, lakini hata uamini habari ya nani? Nabii unanisema, unatuchamba. Acha tu nikuchambe. Kuanzia leo akili ingie, uanze kumtafuta nani? Umwambie Mungu, kuanzia leo mimi ni wako, wewe ni wangu. Sauli aliuliza kwa habari ya nini? Ya taifa, anaenda kwa waganga. Mungu akamwambia, nitakutwanga tu, na baada ya muda akapigwa, akafa. Simama juu, sema, baba yangu, naomba unitambulishe, unipe neema sasa, nisikie sauti yako katika jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, nahitaji nisikie sauti yako, sihitaji nitembee mwenyewe, kwa jina la Yesu, kwa damu
Amina yako haitoshi. Amina yako haitoshi. Useme amina nikusikie hapa. Haleluya. Sasa Mungu atakapoanza kuongea na wewe mwaka huu, kuna mambo utaanza kuona yanaenda. Kuna mambo utaona yanaenda. Kuna mambo utaona yanaenda. Are you ready? Uko tayari? Wangapi wako tayari hapa kuisikia sauti yangu? Usiwe kama Sauli. Wewe mama Chacha, usiwe kama Sauli. Yaani baba tu nimepitiwa. Umepitiwa na nini? Moses nako umepitiwa na nini? Kwenda kwa waganga kuambia jirani yako ndo amemuua. Kumbe hakuna. Wanawatia kashikashi. Mnaanza kutengana wenyewe kwa wenyewe. Mjomba wako ndo amemtoa kafara, yule mwenye mali nyingi yule. Maskini hata kwa mjomba uendi tena, upokee hela yake tena, upokee msaada wake tena, unasema kume. Mganga anakuambia mjomba anataka kutoe nini? Hao. Wengi mmetengana hapa kwa maneno ya kuambiwa na waganga. Si ni kweli? Hey, yule mjomba yako ni hatari sana. Umaskini. Sema tunaupiga kwa jina la Yesu. Lazima nabii aingie kwenye maisha yako ili aseme nini kinaendelea. Lakini mimi mmewazuilia. Kwa mfano mimi mmenizuilia kipindi cha miezi 6 months. Mmezuia unabii. Ila mwaka huu uchukie, usichukie, nitakupasua. Ukubali, usikubali, nitasema. Hivi sipoi. Nitakupigia mpaka usiku. Hata nikutana na mume wako na mtabiria huko. Hii mko tayari kweli? Mnapiga makofi. Amkawi nini kufunga? Ya mimi baba amenitabiria mabaya. Unatakaga mazuri. Mabaya ndio yamekuleta hapa. Kwa nini yamekupata? Yaani mabaya ndio yamekuleta. Kwamba kwa nini haya yananipata? Yaliyompeleka Sauli kwa mganga ni nini? Ni mabaya, sio mazuri. Kama angekuwa anaishi vizuri angemuua nani? Yule mwanamke. Hivi mnanielewa? Amina. Lakini kwa sababu alikutana na mabaya, akambakiza nani? Na hakumuua. Na ilikuwa ni sheria yake kwamba mwanamke mwenye roho ya utambuzi lazima afanyeje? Yeye hakumuua, akambakiza na akamwapia mbele za nani? Za kwamba hakuna kibaya kitafanyeje? Ina maana alimwekea ulinzi. Amen. Si unanielewa? Amen. Yaani alimwekea mfalme, alimwekea nini? Ulinzi. Taifa linawakumbatia waganga na waganguzi. Amina. Kubali kwanza tafakari. Kwa nini huyu mtu amesema hivi? Wewe tafakari, unaanza yaani manabii wengine eti ameniambia hivi. Nikikutokea hautajua kwamba nabii alisema. Kwa sababu waga linakuja kwa njia nyingine tofauti na alivyosema nani? Wangapi wanakumbuka siku ya nini? Ya mwaka mpya. Nani anakumbuka? Kuna kitu nilikiongea kwa habari ya mataifa yenye nguvu kwamba yatakuja kufanya 1, 2, 3 kwenye nchi za nini? Za Afrika. Si nilisema? Ambiandika. Haya, jana nini kimetokea? Gabon amenyakuliwa na unyakuo. Wamemnyakua rais. Na bado watawanyakua wengi. Mbona niuliza wapi? Mama mmeanza hapa masiasa zenu. Nilitabiri lakini niwaambia hii iko kwenye mafumbo. Nilisema hapa. Wamemchukua kama upupu. Rais unaenda kunyia ndoo. Na wakati nani? Ni rais. Kama rudia unabii wangu niliyosema mimi. Uliandika? Nani aliandika? Labda kurekodi. Ningekuwa na media nzuri
wangekopi hiyo unabii wakaunganisha na tukio la jana, kuona kwamba nabii amesema hata kama yuko kivuli. Yuko wapi? Yuko nilisemaje? Umepata? Tupe maji. Nimesema hapa nikasema ni unabii wa mwisho, nikakwambia Mungu anaenda kuwakumbuka nini? Mataifa. Kuna mataifa yaliingia wapi? Utumwani. Ukianza kuangalia ile historia ya lile taifa, wanakuambia namna wananchi walivyokuwa wanateseka. Alafu unaona nini kiliendelea baada ya huyu rais kufanyaje? Kukamata. Watu walifanya sherehe. Sio unanielewa? Watu walipiga fataki, wakakusanyana kusherekea kwa habari ya rais wao kufanyaje? Jamani, si waitoka utumwani? Hakuna nilichotabiri hapa na hakitatimia. Hivi mnanielewa? Nilikwambia ni mwaka wa aibu. Hadi za kufanyaje? Wataaibika wengi mwaka huu. Wataaibika wengi. Lakini ngoja nikwambie, sijalenga sana kwenye maisha yako binafsi. Nimelenga sana kwenye mataifa. Kwenye nini? Lakini Mungu ana kusudio moja, kukurejeshea furaha yako, kukurejeshea yale yaliyopotea kwako. Na itakuwa kwa jina la Yesu. Nasema itakuwa kwa jina la Yesu. Unabii wa mwanzo umeshaanza kutimia. Amina. Mungu ameanzia mwanzo, ameanzia mwisho, anaenda wapi? Mwanzo. Wa mwisho umeanza kutimia. Unyakuo. Adui wako watanyakuliwa. Wangapi wanataka maadui zao wanyakuliwe hapa? Wapigwe kabla hujapigwa. Kabla hawajakupiga wewe, wapigwe wao kwanza. Kabla maangamizi hajaja kwako, wao waangamize kwanza. Kitabu cha Zaburi 35 nasema wafedheheshwe, waaibike wanaonizuria nini? Mabaya. Nataka niseme hivi, wanaokuzuria mabaya mwaka huu wataaibika wao. Wao wenyewe. Kabla wao jafa ni wao wataanza.